wakati tunasoma mita, tuna kitu ambacho tunakifanya pia, tunapiga picha ile mita. Okay. Hata kama mteja ametokea mihisi, msomaji hauko sawa, kuna utofauti, sisi tunarudi kwenye mfumo, tunaangalia alisomewa tarehe ngapi, saa ngapi, na picha ya mita yake ikoje. Kwa tunaweza tukakompare kilicho kwenye picha ya mita pamoja na kuona mita anakuepo na yeye. Mfumo direct inakuwa imeposiwa kama vile. Kwa kila mita inaposomwa inapigwa na picha, kwa tunaiona kwenye mfumo hata tukiwa ofisini. Kwa sababu tunataka kuwashirikisha wateja moja kwa moja kwamba uwepo physical. Lakini wateja wengi na wao wana shughuli zao. Unakuta unaenda kusoma hayupo, kwa kumshirikisha ile kwa 100% imeshindikana. Kwa hiyo ikabidi kushirikisha kidijitali. Ukisoma picha yako wakati msomaji ana post tu pale, automatic mteja naye anapata message muda huo. Mita yako imesomwa, na wewe ukiwa na muda sasa uende kwenye mita ukahakiki kwa kiko sawa. Kama kuna tofauti anapiga simu. Okay. Ndio. Sawa. Hongera sana. Hatuna malalamiko mengi sasa hivi ya usomaji wa mita. Malalamiko ya usomaji wa mita yamepungua kweli. Kwa mwezi mzima kati ya wateja wetu zaidi ya 30,000 tunaweza tukapata labda 10, 20, kwa tumepunguza sana malalamiko. Lakini tukifunga prepaid nafikiri tutapata matokeo mazuri zaidi hata kwenye ukusanyaji wa mapato. Yatapunguza kwa kiasi. Prepaid changamoto yake ni gharama za uwekezaji. Lakini gharama za uwekezaji, lakini return yake ni kubwa. Sasa kwa hiyo yes, kwa hiyo kama return ni kubwa, then we have to, na gharama za uwekezaji na gharama za uendeshaji, kwa hiyo inaweza ikawa na implication bei ya maji ikapanda. Ndio maana tunaenda nazo kwa spidi ambayo ni ndogo. Mapato, lakini mtakusanya mengi, hata yale mapato yanayovuja mtakusanya. Kwa hiyo bado mtaendelea kupata hali.